Kuna msemo unaosema kwamba mkaidi hafaidi mpaka siku ya Idi. Mkaidi hafaidi mpaka siku ya Idi. Ni msemo ambao una maana kubwa sana, una maana pana sana, na watu wanaojua kutazama nyakati wanautumia msemo huu kwa kuonya, na pale wanapoonya lakini anayeonywa akashupaza shingo, huwa wanatumia msemo huu wa kusema mkaidi hafaidi mpaka siku ya Idi. Utajiuliza kwa nini? Nimeona video clip moja hivi ikitoka katika jiji la Mbeya, ikieleza kwamba imefika hatua sasa watu hawataki kwenda kwenye mikutano ya hadhara kuwasikiliza watawala, hivyo wakipiga mbiu ya kwamba njooni mtusikilize, kuna jambo fulani katika mtaa fulani ama kwenye eneo fulani, wananchi hawataki kwenda kuwasikiliza watawala. Hivyo wameamua kutumia mbinu sasa nyingine ambayo kwa mujibu wa mwenyekiti, kwa sauti ya mwenyekiti ambaye aliojiwa, anasema kwamba yule aliyekuwa amepewa tenda hiyo ama kazi hiyo ya kutangazia umma kwenda kwenye mkutano alijiongeza, kwamba inatumika mbinu kwamba kuna maiti zimeokotwa, hivyo wananchi muwai kwenye ofisi ya serikali ya mtaa kwa ajili ya kuja kutambua miili hiyo ama marehemu hao. Na ndipo wananchi wakajikusanya kwa wingi kwa taharuki kubwa, kwamba huenda labda wakaona labda ni ndugu zao kwa namna moja ama nyingine. Kama ujuavyo, sisi wa Tanzania, sisi wa Afrika, sisi watu weusi, sisi sote ni ndugu kwa vinasaba mbalimbali. Kwa hiyo wananchi wakajitokeza na kwenda kwenye eneo hilo kuwasikiliza ama kutazama miili hiyo ama maiti hizo ambazo zimeokotwa ama kutambua maiti hizo. Walipofika eneo la mkutano, badala ya kusubiria na kuona maiti hizo, wakakuta watawala wa eneo hilo wanatangaza matangazo mengine ambayo si swala zima ambalo walipigiwa mbiu ama kuitwa kwamba kutakuwa na jambo hilo la kutambua ama kuona miili ya watu iliyookotwa. Tunajifunza nini? Nadhani hii ni alama ambayo ni vema sana watawala wakaiona kwamba hapa tulipofikia, hata kama watawala wananufaika na hali ya kupata labda mishahara ama marupurupu ama kupeana posho kwa namna yoyote ile, lakini ni vema sana tukajua hali si nzuri, kama ambavyo huenda tunajidanganya. Na unaweza kujiuliza hali ya namna gani? Hali ya mahusiano kati ya wananchi na watawala, kuna gap kubwa sana. Kuna gap kubwa sana. Hasa gap hili limesababishwa na nini? Na nani kalisababisha? Moja ya jambo ambalo limesababisha gap hili kuwepo kwa hali ya ukubwa mkubwa ni masuala mazima ya kiitwacho demokrasia. Ninasema kiitwacho demokrasia kwa sababu mara nyingi baadhi ya viongozi wanasema watu tuache na demokrasia yetu. Kwa demokrasia yetu hii ya sasa ni moja inayoleta mpasuko, na imeleta mpasuko katika jamii. Ilikuwepo suala la kuenguliwa, yaani ndani ya CCM humo watu hawana imani na watawala waliopo kwa sasa. Kwa nini? Kwa sababu ya ile engua ya wagombea. Hili ni swala la kutafakari kwa kina sana,
Sasa nini kifanyike? Ninachokiona mimi kwamba kinaweza kufanyika endapo watawala wakaamua na ikiwapendeza wafanye jambo hili lifuatalo: maneno na matendo ya kuaminika kwa wananchi yaendelee kufanyika kama yapo. Maneno na matendo ya kuaminika, kwa kumaanisha, yaendelee kufanyika kwa kiwango kikubwa kama yapo. Kama hayapo, basi yaanze sasa. Mahusiano si mazuri kati ya watawala na watawaliwa. Huwezi kutawala kwa furaha. Huwezi kutawala kwa furaha kama watu unaowatawala hawana amani na wewe, au hawana imani na wewe. Hawajui kama baadaye watakuwa salama ama kesho wataamka salama katika mtaa wako. Hivyo masuala ya mahusiano kwa kumaanisha yaendelee kufanyika kama yapo, na kama hayapo basi yaanze sasa. Huu ni ushauri tu mdogo kabisa kwa nia njema kabisa kwa siku ya leo. Anayehitaji afanyie kazi, ambaye hahitaji pia asifanyie kazi. Lakini tunaendelea kuiumiza jamii yetu, kwa sababu jamii isiyokuwa na mahusiano si jamii ambayo ina ustawi wa kweli. Unaweza kufanya jambo lolote lile, unaweza kumnunulia kila mwananchi hata ndege moja moja, kila mwananchi hata gari, kila mwananchi kumjengea hata makazi, lakini kama hakuna mahusiano ni kazi bure. Kumetokea sintofahamu, taharuki kubwa siku ya jana asubuhi saa 11 ikapita PA ambayo inaonyesha wameilipia PA kwa ajili ya kutangaza tangazo la kifedhuri kabisa kwamba kuna maiti zimeokotwa, ziko kwenye ofisi za kata, wananchi wote mfike pale ili mkatambue maiti. Watu kwa taharuki wakatoka kwenda kwenye ofisi. Yaani cha ajabu, kumbe haliko. Yaani kwenye nyakati hizi ambazo watu wanapotea, watu wanakufa, wao pasipokuwa na ufahamu wanaamua kabisa kuzua taharuki kwenye jamii. Watu wanalalamika, watu wamefika kwenye mkutano, mwisho wa siku wanasema kwamba hakuna maiti hapa kwa sababu tunaita kwenye mikutano hamfiki, basi tumeamua tutumie hii trick ya kwamba kuna maiti. Wakati kiuhalisia jambo la maiti ni jambo zito sana, na mtu kuliongelea kuzua habari ya maiti ni jambo zito sana. Sasa tunajiuliza na watu wanajiuliza, kwa sababu sisi, kwa mfano mimi ni kiongozi wa chama cha upinzani, kwa sehemu ni msemaji wa wananchi. Kuna manunguniko mengi na watu, hata hao vijana walikuwa wanatangaza kiasi kwamba singekuwa nafahamu jana palikuwa hapatoshi, wanataka kuwachukulia na kuwapiga, kuchukua hatua. Sasa tunashangaa kwamba kweli ni viongozi wa serikali wanaweza kufanya hivyo, kuzua taharuki kwenye jamii. Saa 11 inapita gari ya PA kwa sauti kubwa, muende kwenye ofisi za serikali za mitaa. Kweli tunashangaa na tunasikitika, lakini tunaona hakuna hatua zinazochukuliwa, kwa sababu ingekuwa ni upinzani umefanya hivyo, najua sasa hivi labda kata nzima viongozi wangekuwa wamechukuliwa. Lakini kwa kuwa wako wa chama tawala, inaonekana ni jambo la kawaida kabisa, lakini inaumiza kwa kweli, inaumiza kwa sababu kuna watu wamepotezwa, ndugu zao wamepotea, vijana wao bado hawaoni. Leo naenda kuzua taharuki kwamba kuna maiti. Sasa mtu anatoka na matumaini kwamba labda nikaone maiti ya ndugu yangu aliyepotea, nitamuona. Haitokei. Kweli tulipanga mkutano baada ya kutokea wizi kwamba tukemee huo wizi eneo husika, lakini tulipanga ili watu wajitokeze, tupite na kipaza sauti ili watu waonekane. Matokeo yake ile kijana ambaye alitangazwa na kipaza sauti, si mteme kujiongeza, kaanza kutamka hayo maneno, na mimi nikiwa sipo, na mkutano tulipanga iwe saa 1, yeye alianza saa 11:30 kuwatangazia kwamba saa 12 mfike pale.